Mambo vipi? Hii ni series ya makosa 50 ambayo wanafanya YouTubers au content creator ambao wana-upload maudhui yao kwenye mtandao wa YouTube. Na kwenye video hii utaenda kujifunza kosa namba 1. Kosa namba 1 ambalo wanalifanya YouTubers ni kutochagua niche wakati wamefungua YouTube channel zao. Wengi huwa wanaanza kwa morali, anaposti video 5, video 10, video 20, lakini jinsi muda unavyozidi kwenda mbele kidogo unakuta speed inapungua. Ukimuuliza kwa nini, anasema bwana, mbona subscribers hawapandi? Mbona viewers wanashuka? Na anashindwa kujua changamoto ni nini. Changamoto ni kuchanganya maudhui ambayo unaposti kwenye channel yako. Labda kwa wasiofahamu niche ni nini? Niche ni eneo moja maalum ambalo unalilenga kwenye channel yako. Inaweza ikawa channel ya mambo ya afya, inaweza ikawa mambo ya mapishi, inaweza ikawa mambo ya malezi, inaweza ikawa mambo ya biashara, inaweza ikawa mambo ya michezo. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo unalilenga kwenye channel yako ya YouTube. Channel yako ikiwa leo unaposti mapenzi, kesho unaposti siasa, kesho kutwa unaposti mambo ya biashara, YouTube wenyewe wanakaa najiuliza, sasa hizi video tuzipeleke kwa nani ambaye atasubscribe? Kwa siku unakuta kwenye channel yako unapata masaa yanakuwa hayasogei, lakini unakuta subscribers ulionao sio active, ni wale nani active. Unakuwa na subscribers namba, hawatazami video zako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unachanganya mada. Na sababu zinazofanya watu wengi wachanganye mada, sababu ya kwanza, unakuta mtu anakuambia napenda kila kitu, napenda kupika, lakini pia napenda mambo ya biashara. Kwa hiyo anaamua tu achanganye. Hayo ni makosa. Sababu ya pili, kuiga. Umekuta labda channel fulani inakuwa kwa kasi, na unaamua uchanganye zile video za style za yule mtu B, uchanganye kwenye channel yako. Hayo pia ni makosa. Lakini wengine wanakuambia nikana niche moja tu inaboa bwana, utakuja na niche moja tu. Lakini wengine wanakuambia nataka nifikie watu wengi kwenye video zangu. Yaani naamini kwamba atapata watu wanaopenda mpira, atapata watu wanaopenda kwenye siasa kwenye channel moja. Kitu ambacho ni makosa. Guys, ndio maana hata ukienda hospitalini kama una tatizo la sikio, unakuta madaktari wawili. Daktari A anatibu magonjwa yote likiwemo na hilo sikio. Daktari B ya magonjwa mengine anatibu sikio tu. Nadhani utaenda kwa nani? Obviously utaenda kwa yule daktari ambaye anatibu sikio tu. Kwa sababu gani? Unaamini yule ni mtaalamu. Na kawaida madaktari bingwa wanalipwa pesa ndefu kuliko hata madaktari ambao wanatibu magonjwa yote. Kwa hiyo hata wewe YouTube ukitaka ikuzingatie, ukupeleke kwa watu sahihi, ili kulipe vizuri, upate subscribers wengi, watazamaji wengi, basi chagua channel sahihi, lakini iwe ina niche moja tu. Ongelea kitu kimoja tu kwenye platform ya YouTube. Niche moja haimaanishi kuongelea content moja kila siku. Hapana. Kwenye niche moja unaweza ukaongelea na niche moja, lakini ndani mnabadilisha content style, content format, unabadili approach. Kwa mfano labda upo kwenye niche ya mambo ya afya. Leo hii utaamua uongelee makosa anayofanya labda wagonjwa kisukari, utaeleza pale. Lakini kesho utaamua labda uelezee nini? Utaelezea labda vyakula anayotakiwa kula mgonjwa kisukari. Hajadili na magonjwa, tumedili na engo tofauti, lakini upo kwenye industry moja tu. Na nakupata sababu kwa nini kutostiki kwenye niche moja unaua channel. Sababu ya kwanza, algorithm haikuelewi. Inashindwa kujua huyu mtu hizi video zake tuzipeleke kwa audience wapi. Kwa hiyo ile algorithm ya YouTube haikutambui. Sababu inashindwa kujua hii ni channel ya nini na nimuonyeshe nani. Sababu ya pili, audience hawakui. Kwa sababu tunafahamu audience mzuri ambaye anafuatilia YouTube channel yako ni yule ambaye anasema kila akipost lazima niangalie video, kila akipost lazima niangalie video. Sasa vipi yule audience ipo interested na mambo ya mpira, alafu leo unampostia mambo ya siasa? Obviously atakuchukia, anapotelea mitini, anaingia mitini, atakuwa kufuatilia tena channel yako. Kwa hiyo kibadili mada, audience leo atakupenda, lakini kesho anakusahau. Sababu ya tatu ambayo itapelekea kuwa channel yako, nasema brand deals na biashara mbalimbali hawakuamini. Kwa sababu sifa ya watu kufanya brand deals pamoja na wewe ni wewe kuwa umestiki kwenye kitu kimoja. Leo ukiona upo huku, kesho upo kule, usitegemee kama kuna biashara anataka mfanye biashara na wewe. Ni vigumu sana. Kwa hiyo inabidi ustiki kwenye kitu kimoja tu ukiwa kwenye mtandao wa YouTube. Na jinsi ya kustiki na niche moja ni rahisi. Chagua kitu ambacho unakifahamu, unakipenda na kina audience.
Baada ya hapo koma nacho. Ukishachagua hicho kitu kimoja, ndani yake fanya tutorials, fanya stories, toa tips, eleza makosa ndani ya niche hiyo moja. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukastiki na niche moja. Kwenye video itakayofuata nitakuonyesha kosa kubwa zaidi ya hili nilokutajia sasa hivi. Nitakutajia kosa la pili ambalo YouTubers wanalifanya. Kwa hiyo endelea kuwa na mimi mpaka pale tutakapofika kwenye kosa la 50. Mkutana wakati mwingine. Asante.